Kizazi cha kiume kikiwa na nguvu, nini kinatokea? Kwa shetani atafanya kila njia kuondoa kizazi cha kiume. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa ninafanya degree yangu ya kwanza ya daktari. Nilipomaliza nilianza, kabla sijaingia idara ya upasuaji, nilikuwa idara ya wanawake. Kwa hiyo nilikuwa daktari wa kina mama na nilikuwa nafanya upasuaji wa wanawake pia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu kilinishangaza, nikabidi nianze kukaa na kuuliza, ikitokea kumetokea changamoto ya kuzaliwa, wale watoto amezaliwa mtoto wa kike, amezaliwa mtoto wa kiume, alafu wakapata misukosuko wakati wa kuzaliwa, wakati umepambana kuwatoa, inabidi sasa upambane ili waanze kupumua wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa mtoto wa kike anapambana sana kupumua na kupambana ili aanze kuishi, lakini mtoto wa kike wa kiume wanakaa kimya, na ukichelewa tu anakufa. Utapambana, utabinya kifua kumtafutia manani, unamgonga ili aanze kupumua alie. Mtoto wa kiume huwa amekaa zake tu, hata hangaiki. Inabidi wewe upambane mpaka aweze kuishi, lakini mtoto wa kike atakuwa anapambana sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uchukue picha vizuri uweke kwa ndani. Nimekuwa nikikaa darasani nikisoma, yani nakuwa na discussion. Wakati tuna discuss vitu, labda tumediscuss topic fulani leo, kesho yake tukija kuulizana, sasa tuna discuss kitu gani tumesoma jana. Wengi wetu wa kiume tulikuwa hatukumbuki, ila wa kike wanakumbuka vibaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikaja kugundua kuna mahali mwanaume amefungwa sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na nakupa tu mifano. Nilivyomaliza form 6 ilikuwa ni ngumu sana kuingia chuo. Ngumu. Pass marks zangu nilizofaulia kipindi hicho ilikuwa ni kipindi cha Kikwete, anatafuta watu wanaitwa Voda Faster, walimu haraka haraka wa science. Kwa hiyo alikuwa anabana kwenye matokeo sana. Pass marks zangu za kufaulu nilivyokuwa nakwenda kuzipeleka, sawa nilikuwa zinaruhusu kufaulu, lakini mwanamke alikuwa anachukuliwa kwa haraka zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo mimi nilikuwa niko kwenye competition, ila kwa mwanamke faster. Kwa hiyo shetani aliingiza, au ulimwengu wa kiroho uliingiza hii dunia katika mifumo ya kumfeva mwanamke, kumpa mwanamke nafasi kubwa, alafu imsahau mwanaume. Na kimsingi sana mwanaume amesahauliwa. Ndio maana hata kama ni wewe ukiwa ndani ya nyumba yako, mke wako akakutandika, huna mahali pa kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza watakushangaa. Wewe huwezi kwenda mahali ukasema nimepigwa watakushangaa. Huwezi kwenda kushtaki, yani unaenda kwenye dawati, umeenda haifai, yani haiwezekani. Inabidi tutulie, kwa sababu na ikatokea umefanya kitu kibaya kwa mwanamke akisimama kwa zidi yako wewe, ni ngumu sana kutoboa. Kwa hiyo ni mambo ambayo yametengenezwa kiasi ambacho mwanaume awe chini. Alafu hapo shetani akaja na usawa, na usawa akaamua kuleta kwenye ndoa. Hivyo basi kwenye ndoa watu wanataka kila kitu kiwe sawa. Lakini nilivyofundisha kwenye somo la kwanza, in the beginning, katika idea ya Mungu ya kwanza kabisa kumuumba, alimuumba Adamu. Idea yake ya kwanza ilikuwa ni kumuumba Adamu. Sio kama, yani usijiwekee kama mwanamke usingezaliwa. Wewe ungezaliwa, kama ingekuwa mfumo huo ungezaliwa katika mfumo huu wa kiume. Ungekuwa wanaume tu, ungekuwa kama hamna hiyo issue. Tungekuja katika mfumo ambao Mungu ameuandaa, ungekuwa mfumo huo. Lakini kwa sababu Mungu akaona huyu wa kiume haezi kuishi, haezi kukaa bila kuwa na wa kike, ndio maana akamwekea wa kike. Na huyu wa kike nia yake kubwa ilikuwa ni kumsaidia huyu wa kiume ili aweze kutimiliza mambo ambayo Mungu amemuita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa shetani amekwenda kuharibu tena kule. Wa kike anapambana kwa wa kiume, na wa kiume anapambana kwa wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ndani vijana wengi, sijui kama hapa kanisani wapo sijui, lakini vijana wengi hawataki kufanya mambo ya kiume. Nilizungumza asubuhi, sasa hivi vijana wanataka kuwa wasafi. Avae t-shirt safi imenyoka, nyeupe, ndala, yani mwanaume unavaa ndala, unatembea barabarani. Wakati wenzako wako kwenye mashamba ya miwa huko wanaotesha miwa. Bwana Yesu asifiwe.
wako kwenye shughuli mbalimbali, kwenye mashamba ya mpunga huko wanapambana, wewe huko umevaa ndala na t-shirt nyeupe na simu yako, basi umeweza kuweka bando, mchezo maisha. Shetani anatuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapa nikiwa form 3, nakumbuka nilikuwa form 3. Form 1 na form 2 nilikuwa nakuwa mtu wa kwanza au wa pili. Form 3 nikawa mtu wa tatu. Bwana Yesu asifiwe. Malengo yangu mimi ilikuwa ni kushika nafasi moja, nikishuka sana ya pili. Nimekuwa mtu wa tatu. Ninawaza, yani ni wa kiume hapo, nina ile sifa za kiume. Sawa? Ninaishi na mama. Nikichukua mitihani yangu nikienda kumuonyesha mama, yani mama anielewi, yani kwa sababu nina 90 na 80. Yani si anielewi kama nimefaulu, nimefeli, nikawa mtu wa tatu. Darasa lina watu 300. Kwa hiyo nikiambia nimekuwa mtu wa tatu baada ya wana nimefaulu sana. Ila kwangu mimi najiona nimeshuka sana. Bwana Yesu asifiwe. Alafu baya aliyenipita akawa ananicheka. Yani ndio kuta mahali wamekaa mahali wananisema, wananisengenya. Bwana Yesu asifiwe. Nikachukua ile mtihani nikarudi na muelezea mamangu, yani mimi mama alikuwa ananipenda sana. Hatuelewani yani. Yani yeye anataka kunipongeza wakati mimi nataka anigombeze. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtoto wa kiume nakumbuka niliamua kujipa adhabu. Nikasema kuanzia leo kwa huu pumbavu niliofanya, adhabu yangu sitakunywa chai tena hapa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikiamka asubuhi, yani mama alikuwa anaamka saa 11 asubuhi ameshaniandalia chai, akishtuka tu anaandaa chai, mimi niko barabarani shule. Nikifika shule saa 1 nimeshatulia, niko nimeanza kusoma. Wenzangu wakija wananikuta. Bwana Yesu asifiwe. Paka nikarudisha namba yangu. Alafu sasa nikaendelea sasa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa ni kijana wa aina gani sasa hivi? Anaweza akawa na hiyo akili ya kiume. Kunatokea changamoto hapa kanisani, yani kanisa hili tunapambana tuanze kulijenga, tulibadilishe. Haya yanatakiwa ni mawazo ya wanaume, yani tunakaa hapa chini hatutaki sana tuwatese sana wamama. Tukao tusimame sisi kama wanaume. Tuwe tuna miradi sisi kama wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Mimi jana nilikuwa juzi na jana na wapi, nikishamaliza kusoma ninarudi naangalia hivi sasa hivi naweza nikafungua miradi gani. Kabla sijaja hapa nilikuwa na miradi ya nguruwe, nilikuwa nafanya vizuri, nilikuwa na miradi ya kuku, nilikuwa nafanya vizuri. Mambo yakaingiliana, nilikuwa nimestopisha, nilikuwa nawaza kuwaza. Haya, nimekaa juzi nikaanza kusoma, nikaona kuna watu wanalima kilimo cha parachichi, nikawa nakipitia vizuri, nikawaza, nikakisoma, nikapitia, nikatafuta ufahamu, nikaona mbona hichi kinalipa. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema nikipata chance tu nikifunga, nitaenda kuanza sehemu nikae na watu, nikae niongee nao, nijue mambo yanaendaje, nipate hii elimu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume siku zote kwa upeo ambao Mungu amekuumba, tafuta sana kuwa na elimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa upande wa wanawake na mabinti, mnaweza mkaendelea kuibia hivyo ambavyo unavizungumza, kwa sababu pia vinawasaidia. Sawa, elimu ni kitu kikubwa sana, na elimu sio kwenda darasani. Bwana Yesu asifiwe. Elimu unatakiwa kuitafuta kwa njia yoyote. Biblia inasema kwamba mshike sana elimu, usimwache ende zake. Hajasema kwamba ingia darasani uanze kusoma sana usiende ukafeli. Hapana. Amekwambia mshike sana elimu, usimwache ende zake, kwa sababu ni uzima wako. Sasa nataka kuambia vijana, chochote unachotaka kukifanya ili uweze kutoka kimaisha, ili uweze kufanikiwa, tafuta sana kuwa na elimu. Bwana asifiwe. Sisemi kwamba uende kwenye vyuo, sio lazima. Nenda kasome vitabu. Nenda library, kuna vitabu vya kutosha kufungua mawazo yako. Nenda kakaa na watu waliofanikiwa, zungumza nao, kana matajiri, nyinyi mmefanyaje mkatoka? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi kuna kipindi pamoja na nilikuwa daktari, nilikuwa ninaenda kukaa kwenye vijiwe vya kahawa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naenda kukaa kwenye vijiwe vya kahawa, na kitu kilichosababisha nikakaa kwenye vijiwe vya kahawa, baada ya kumuona mwenye aliyekuwa amenipangisha frame za biashara anaenda kwenye kahawa, halafu anaenda na paki Prado pale, anakwenda anakunywa kahawa, na mimi nikawa namfuatilia. Siku moja nikaingia kwenye vijiwe vya kahawa.
Kukaa pale kwenye kahawa nikakuta watu wanaongea madini. Unajua maana ya madini? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikagundua kwa sababu mtu anakaa pale kwenye kahawa anaongea elimu kubwa lakini hana pesa. Watu wanazungumza kuhusu kilimo, watu wanazungumza kuhusu mashamba yanayouzwa bei rahisi. Alafu ukiwadadisi wanakupa kila kitu lakini hawana pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatakiwa uitafute elimu kwa njia yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiangalia moto ya CMF inatutaka nini? Inamtaka kijana aweze kuhusika, na huyo kijana anamwambia Bwana afufue kazi. Ina maana kazi ya Mungu imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, kazi ya Mungu imekufa? Yes? Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku Jumapili iliyopita niliuliza swali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji alisaidia kujibu. Niliuliza swali kwamba naomba nikaribia muda mnishtue. Niliuliza swali, yule Mungu ambaye tumeambiwa na mababu zetu, yule Mungu ambaye wakati tunaanza kuokoka miaka 2000, yule Mungu wa kina Reinhard Bonnke amekwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Yule Mungu ameelekea wapi? Kipindi ambacho nimekwenda kwenye mkutano wakati naokoka, alikuwa kijana, ilikuwa ni kijana kama huyu. Amekuja kuhubiri, na katika mahubiri amemtoa mchawi kwenye mbuyu. Amekuja naye anahubiri naye. Bwana Yesu asifiwe. Akaja na hubiri, akasema nataka nionyeshe nguvu za Mungu. Huyo jamaa alipuliza tu. Nikamwona kaka yangu amejeuza chikini cha jicho chini, na mimi wakati namshangaa chini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa sasa hivi, huyo ambao unataka ushikwe tena ung'ang'anizwe mpaka uende chini, huyo Mungu alipotelea wapi? Enzio kulikuwa hakuna mafuta, alikuwa anapuliza. Watumishi wa Mungu alikuwa anasema tu watu wanaanguka chini na kufa. Lakini sasa sisi wanaume tumelala. Kazi ya Mungu imefanya nini? Imekufa. Kiasi ambacho shetani anatolewa. Alafu anasemaje? Stoki. Wewe kwenye ile somo la kwanza natakiwa uwe makini sana nilifundisha. Wewe ni image. Wewe ni sura ya nani? Ya Mungu. Ukaambiwa usifunike kichwa. Sasa hii sura ya Mungu ambayo iko na Mungu ndani yake inakwenda sasa kumtoa pepo. Hii sura ambayo ina mamlaka yote, na Yesu amemnyang'anya mwingine ufunguo, anaenda kutoa pepo, alafu pepo anakuambia stoki. Sijui kama hamjakutana na hivyo vitu. Ni kaida, pepo anambia toka stoki. Kama bishara kama mtu na wifi yake Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kumfukuza mtu nyumbani kwako, anakuambia stoki, toka. Analia anatoka stoki. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume tumebaki nyuma. Napenda kuwasii wanaume. Mambo yote yanayohusu kanisa tunahitajika kuwa kipaumbele. Kuna siku Yesu alikuwa ana wanafunzi wake wameenda juu kwenda kuomba. Aliporudi akakuta wanafunzi wengine wameshindwa kutoa pepo kama hao unazungumzia. Wamehangaika kuchwa. Hakuna pepo atoki. Alafu Yesu akamfuata tu kidogo, akamgusa ile pepo akatoka. Wanafunzi wake wakamfuata wakamuuliza, ilikuwaje sisi tukashindwa kutoa? Akasema mambo mengine hayawezekani ila kwa kufunga na kuomba. Lakini sasa ukija kuangalia, ikitokea maombi ya kufunga na kuomba yaliyotangazwa hapa kanisani, wengi wao watakuwa kina nani?
Kazi ya Mungu haijalala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Wakorintho wa pili 5:17. Naomba mnifungulie spidi, sitakuwa na muda mrefu sana. Nataka tupate muda pia wa kuomba. Yes. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana